Nimekuwa mgeni rasmi kwenye tukio hili la mauzo ya samaki kwenye kikundi hiki cha Unique Society. Kama ambavyo tumekuwa tukizungumza, watu wengi walikuwa hawaamini. Uongo kweli? Kweli. Lakini hiki kikundi kimeonyesha mfano kwenye wilaya yetu ya Rorya. Tunafanya sherehe, tunafanya uzinduzi wa uuzaji wa samaki kwa vizimba. Kama unavyoona hapa, tuna vikundi 8 ambavyo vimepata mkopo kutoka kwa Rais Samia kwenye wilaya yetu ya Rorya na wanafuga samaki. Eneo hili la Sota limeshafanyiwa utafiti, linafaa kwa ajili ya ufugaji wa samaki, na mpaka sasa hivi tuna vizimba 140. Vizimba 8 ni vya vikundi vya vijana kwa hapa Sota na wilaya ya Rorya, wamejiunga pamoja wakapata mkopo. Lakini kuna vizimba vingine vya watu binafsi ambao wamewekeza hapa. Kama ambavyo mmeona kwenye mauzo ya samaki, tumeanza kuvuna sasa, kwa maana ya kilo moja tunauza shilingi 8,500. Kwa hiyo hii ni fursa nzuri kwa wananchi wa wilaya ya Rorya. Wajitokeze kwa wingi, vijana, hasa vijana na yeyote ambaye ana uwezo. Kizimba hakina gharama kubwa. Wako wataalamu wetu hapa wanaweza kutengenezea kizimba kwa gharama ndogo. Gharama kubwa inakuwa ni ulishaji wa chakula ambao ndio unaweza kuchukua muda, lakini biashara hii inalipa zaidi. Kwa hiyo ni sehemu mojawapo ya fursa za wananchi wetu wa Rorya. Fursa hii inaweza kuwainua wananchi wa Rorya kiuchumi. Vijana tuchangamkie fursa hii. Kwa hiyo niseme tu kwamba shukrani za kipekee zimwendee Mheshimiwa Rais kwa kuwawezesha vikundi vyote katika kijiji chetu. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba nipende kusema kwamba vikundi vingine navyo basi vijitahidi. Jina naitwa Shadrack Kisanu, mwenyekiti wa kikundi cha Unique Society. Kikundi chetu kilianza mwaka 2022 hapa wilayani Rorya ikiwa na wajumbe 36, lakini mpaka sasa hivi tuna wajumbe 19. Kwa ujumla tulianza shughuli hii kama wavuvi wa kawaida, na uvuvi wetu ulikuwa ni wa kuvua dagaa, lakini baadaye kutokana na hali ya gharama za uendeshaji tukashindwa. Baada ya nafasi kutokea ya mkopo wa mama Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ajili ya kusaidia wavuvi wadogo kujikwamua katika hii shughuli ya uvuvi, tulikubaliana kwa pamoja kuomba ule mkopo. Kiukweli tunashukuru, mkopo umetusaidia kutoka hatua ya mwanzo tuliyokuwa nayo tangu mwezi wa 10 mwaka jana tuliweka samaki kwa maana ya vifaranga, mpaka kufika leo tarehe 1 mwezi wa 7 imekuwa ni tarehe ambayo ni ya neema kwetu kwa kuvuna samaki. Kama mnavyoona, samaki kwa kweli tumejitahidi kuwatunza, chakula tulipata kwa wakati na tumejitahidi. Tulikuwa na mlinzi, tulikuwa na mlishaji kwa kipindi chote. Kwa hiyo tumehakikisha usalama ulikuwa wa kutosha mpaka hatua ya leo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu tumefikia hatua ya kuvuna. Kwa kipekee sana niendelee na unirudie kwa mara nyingine kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuona sisi wavuvi ambao tulikuwa tunafanya uvuvi huu katika hali ambayo ni duni, lakini sasa ametuwezesha, na kwa kweli tunategemea neema kubwa sana kwa namna ambavyo mnaona. Mwenyezi Mungu ambariki zaidi. Tunashukuru pia uongozi wa kuanzia ngazi ya mkoa, wilaya. Tunashukuru sana DC, amekuwa karibu na sisi na ametutembelea mara kadhaa shambani kusikiliza changamoto tunazopitia na hata kutoa miongozo ambayo imetusaidia kufika mahala hapa, pamoja na viongozi wengine walioko chini yake, mkurugenzi, afisa uvuvi wilaya. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa waliotupa. Zaidi nipongeze pia wanakikundi wenzangu Unique Society kwa kunipa ushirikiano mkubwa kama mwenyekiti wao mpaka tunafikia hatua hii ya leo. Tunaahidi tutazingatia masharti ya mkataba na fedha zote kama inavyotakiwa kuwekwa kwenye account ili kwa ajili ya benki ya TADB kuichukua au kuiweka kwenye account kwa mujibu wa mkataba. Tutafanya hivyo. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu, ameweza kuona hili na kuweza kuboresha maisha yetu sisi wavuvi wadogo ili kuweza kufikia tija kubwa katika uvuvi huu. Kwa
Haya machache niseme kwamba nashukuru pia hata uongozi wa ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya. DC amekuwa kiongozi mzuri kwetu, amekuwa mshauri, lakini pia ametoa miongozo mizuri sana iliyoweza kutusaidia kufika hapa.